Mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana, na hapa tuko na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tutakwenda kuongea naye. Kwanza ataanza kwa kujitambulisha majina yake na vyeo vyake, alafu moja kwa moja tutajikita kwenye mazungumzo yetu tukizungumzia kwa ujumla masuala ya siasa. Kiongozi, habari za hizi? Salama Charles, mambo vipi? Mambo safi kabisa. Kwema kaka. Yes, nashukuru sana tumekutana, na bila shaka watazamaji wetu pia atakuwa na shauku na hamu kubwa sana kusikiliza. Karibu sana. Nashukuru sana. Pengine ungeanza kujitambulisha majina yako na vyeo vyako. Karibu sana. Nakushukuru sana Charles. Mimi naitwa Bahati David, mwenyekiti wa wilaya Chadema jimbo la Rumeru Magharibi, na ni mwenezi wa Chadema kanda ya kaskazini. Karibu sana kaka. Nashukuru sana. Nashukuru sana, mwenezi kanda ya kaskazini, kwa maana mikoa yote ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara yote hii iko chini yako kama katibu mwenezi. Ni jambo kubwa sana. Lakini pia umesema mwenyekiti wa wilaya wa Chadema wilaya Rumeru. Hivi karibuni mwenyekiti wenu alitimka kwenda chama cha CCM kutoka Chadema. Mmepokeaje hiyo? Ayubu Isanga. Ayubu Isanga tulipokea taarifa kwa sababu yeye aliamua kuondoka mwenyewe. Tukamtakia kila laheri. Kwa hiyo sisi tunaendelea kujenga taasisi ya Chadema jimbo la Rumeru, na Chadema jimbo la Rumeru tuko vizuri sana. Na hata juzi ulivyoona tulifanya mkutano wa makamu wa katibu mkuu Kisongo, ndio nyomi ilikuwepo, kwa bado wa Rumeru wanaiamini Chadema. Kuondoka kwake chama kiko strong na tunasonga mbele. Na pengine pengo gani ambalo Ayubu Isanga kama mwenyekiti wa Chadema amewaachia, kwa sababu najua alikuwa ni mmoja wa wapambanaji wa Chadema kwa muda mrefu? Hajatuachia pengo lolote, kwa sababu angekuwa ameondoka na taasisi maelfu mamia ya watu angekuwa ametuachia pengo, lakini aliondoka kama yeye, na tumebaki kama Chadema jimbo la Rumeru tuko strong na mapambano yanaendelea. Kwa Chadema Rumeru tuko vizuri sana. Moja ya sababu ambayo Ayubu Isanga ametoa ya kuondoka Chadema ni kwamba Chadema imekosa mwelekeo, zile misingi na misimamo ya chama kidogo inakuwa haieleweki, na yeye bado ni kijana, anataka kutumikia nchi yake. Kwa hiyo ndio moja ya sababu ambayo imefanya akaondoka. Hata hii mambo ya no reform no election pia imechangia, na tunaona viongozi wengi wanaondoka kutoka Chadema kwenda kwenye vyama vingine mbalimbali. Hivi unalizungumziaje? Nalizungumzia kwamba labda nikwambie kitu moja. Ndio. Chadema haijapoteza mwelekeo. Chadema iko kwenye hit. Yaani Chadema ni moto. Chadema imesimama kwa sababu wa Tanzania wanaiamini Chadema. Kwa hiyo wale kuondoka kwenda kwenye vyama vingine, ndio, kwa sababu no reform no election, tunawatakia kila laheri, kwa sababu sisi hatuwezi kuja kushiriki kitu ambacho utapoteza muda bure. Watu wataumia, tutatumia gharama nyingi kwenye chaguzi, watu watabaki vilema. Chadema hatuwezi kubariki hilo jambo. Labda tunaposema no reform no election, tunahitaji tufanye mabadiliko ya sheria ya uchaguzi, ambao ndugu zetu CCM wao wamesema wamefanya kazi nyingi sana. Sasa kwa nini wanaogopa kufanya amendment sheria za uchaguzi? Wafanye sheria ya uchaguzi, kwa sababu leo hatuwezi kushiriki kwa sababu moja. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anamteua mkurugenzi wa uchaguzi, makamishna wote. Na kama unavyoona juzi alimteua kamishna aliyekuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Yeye ndiye anateua wakurugenzi. Kwa taasisi yote ile ya uchaguzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndiye yeye ndiye anawateua. Alafu niambie mimi leo unanifunga mikono na miguu napigana na wewe Charles Beda, lazima unipige. Kwa kama unajiamini wamefanya maendeleo makubwa kwenye taifa, wasione aibu kufanya amendment sheria za uchaguzi, ili uchaguzi wa Tanzania ikawe huru na haki, ili wa Tanzania, kura ya Tanzania iheshimiwe. Leo ndugu yangu Charles Beda, yaani mwambie tu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, sawa? Ndio. Waheshimu katiba. Katiba ndio mwongozo, katiba ndio sheria mama. Sawa? Kwa sababu leo kura yetu leo haina thamani tena. Kwa mfano uchaguzi wa serikali za mitaa juzi, walipora 99%. Ili hata kama unapendwa namna gani, unapendwa 99%, huo ni uongo. Waliiba paka walipitiliza. Sawa? Sasa kwa mwenendo huo, sheria hizo tuje tupoteze nguvu na gharama, watu wetu waumie, hatuwezi kushiriki hiyo dhambi tena. Na tunataka tuambie Chama cha Mapinduzi waheshimu katiba. Na Mheshimiwa Rais, katiba ndio mwongozo wako na sheria ambayo inakuongoza. Ni kama msaafu huo kwako. Asome tu ibara ya 8 ya katiba. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano ni nchi inaheshimu misingi ya demokrasia. Serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Tunaelewana Ndio. Mwisho kabisa, serikali itawajibika kwa wananchi. Kwa maana yake sisi ndio mabosi
wa serikali. Maana yake waheshimu ibara ya 8 kwamba serikali itawajibika kwa wananchi ambao ndio sisi. Lakini leo hiyo kitu hamna. Ni kwamba kukaa nje ya uchaguzi badala ya kujiimarisha ni mnajidhoofisha wenyewe. Labda nikwambie kwa sababu nikupe mfano. Sasa hivi ni awamu ya 6 na ilikuwa awamu ya 5. Na nilishiriki chaguzi zote. Nazijua. Paka kutangazwa kwa mbunge na madiwani, wananchi walikomaa haijai kutokea. Haikuwa favor wala haikuwa transparent hivyo. Wananchi wengi wengine wameumia, vilema, wengi wamepigwa kwa sababu ya kukomaa kutangazwa. Chaz, kutangazwa mpinzani haikuwa shule ndogo. Watu waliumia sana. Usione kama ilikuwa rahisi kutangazwa. Lakini sasa tumeona ya mambo. Kwa nini tuingie kwenye uchaguzi tuache wanachama wetu wa vilema tena? Kwa nini tuingie kwenye uchaguzi ambao unaenda unashinda utangazi? Tumeona ina sababu kushiriki wa dhambi tena. Hatuwezi kwa sababu na ujue ile awamu ya 5 ilikuwa angalau kidogo. Sasa hivi awamu ya 6. Juzi wameleta kanuni, wamesaini kanuni. Kanuni ile ya maadili. Zile kanuni ndio maana Chadema tukusaini. Kwamba hata sasa hivi wakala wangu ambao huko kwenye kituo nililia kula uruhusiwi kuingia wewe na simu. Wamepitisha juzi. Uruhusiwi kuingia na simu. Wewe wakala wangu ukipata shida inakwaje? Alafu kanuni hiyo inasema kwamba sio lazima upewe nakala ile ya matokeo. Wewe ni wakala wangu upewe ile nakala ya matokeo. Msimamizi wa uchaguzi ataondoka na nakala kwenda kwenye majumuisho. Kwa hiyo mimi naweza nikawa wakala wangu nisipewe nini? Ile nakala ya matokeo. Naenda kufanya nini? Yaani wameirisha kabisa kama jamaa wameogopa uchaguzi. Yaani wameonyesha kabisa kanuni hiyo kwamba wanaiogopa Chadema. Na kama wamefanya mambo mengi wanasema wameupiga mwingi sana. Unaogopa nini kufanya amendment sheria? Wafanye amendment sheria ya uchaguzi. Mkurugenzi wa uchaguzi apply kwenye bunge kuomba kazi. Wale watumishi wote wa tume ya uchaguzi apply waombe kazi. Iwe fair election. Uwezo ukaniambia leo kwamba ateue kila kitu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambao ni mgombea ateue mkurugenzi wa uchaguzi, makamishna wote mpaka huku chini. Mimi haki kama opposition naenda kupata wapi? Yaani ikariski tena nikashiriki uchaguzi, watu waumie, afu naweza ukashinda usitangaze. Walete wakafanyie kama wanajiamini na wao wamefanya kazi. Kama waogopi Chadema, wakafanye amendment sheria za uchaguzi. Uchaguzi wa uhuru na haki na tume huru ya uchaguzi. Lakini katibu mwenezi ndugu yangu Bahati, hii no reform no election imepelekea sasa viongozi wengi wa Chadema kuhama. Wengi viongozi wakubwa, makatibu, katibu, naibu katibu mkuu, sijui makamu mwenyekiti, viongozi wengi wewe unaona wimbi la viongozi kuhama. Hii haiathiri chama chenu? Kila mmoja anatamani kwenye chama chetu. Ndio. Hatuwezi kubeza kwamba labda hakuna nini, labda wana athari. Hata maana wameondoka mmoja mmoja, tunakubaliana, lakini wametumia ibara ya 18. Kutoa mawazo wao kupeleka upande mwingine. Na wametumia uhuru wao kikatiba. Kwa hiyo Chadema tuna wanachama karibu milioni 8. Ndio. Tathmini juzi waliondoka hawafiki hata viongozi hata 100. Haifiki hata 1.2. Sawa? Wale ni viongozi wameondoka, wameenda kutafuta jukwaa lingine la kisiasa. Tunawatakia kila laheri. Sawa? Ndiyo. Sisi tutabaki no reform no election. Kama hawajaona maana reform, wao waende kule wakashiriki uchaguzi, watangazwe na katiba hii ya Jamhuri ya Muungano. Tulimsikia baadhi ya viongozi akiwemo John Mrema anasema na kina Salim Mwalimu anasema kwamba unapiganiaje kuzuia uchaguzi ikiwa nje ya uchaguzi? Si bora uwe ndani ya uchaguzi ili sasa uzuie uchaguzi. Sasa labda nikwambie kitu moja. Unakuaje kwenye ule uchaguzi ambao sasa unaenda vitani, unajua unaenda unapigwa kwa sheria hizo. Sasa wanasema unazuiaje wakati uko nje? Utazuiaje? Yaani nyie Chadema mnazuiaje uchaguzi? Si kuzuia uchaguzi Chadema. Maana yake ni kwamba tutawaambia wananchi wetu wasiende kushiriki uchaguzi. Na tuna vote watu wengi Tanzania. Wale ambao wanatunga mkono tutawaambia kwamba tushiriki jambo hili kwa sababu haina manufaa kwa Tanzania. Mtawaambia msishiriki, lakini wenzenu wanashiriki, vyama vingine vinashiriki na vimesaidi form kwamba vitashiriki uchaguzi. Sasa washiriki kwa sababu sio kila kwenye vyama vya siasa vyote. Viko 18. Ndio. Karibu 19. Unaelewa? Lakini sio vyama vyote ambavyo vya upinzani. Kuna vyama vya wakala vidogo vidogo vya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wakiona, ndio maana sasa hivi unaona nguvu kubwa inatumika sana kwenye vyama vingine vidogo kuwezesha ili kuna ni brandi ionekane kuna upinzani, kwa sababu wanajua sisi hatuwezi kuingia kwenye election ya namna hiyo. Kushiriki udhambi. Kwa sasa hivi wanachofanya, wanatumia nguvu kubwa sana kuvinyanyua hivi chama ionekane kuna vyama vya upinzani Tanzania. Lakini chama kikuu cha upinzani ni Chadema. Bila Chadema hakuna uchaguzi Tanzania.
Itakuwa ni wanapoteza bure na wala uchaguzi utakuwa na ladha kabisa. Endapo mtawaambia wananchi wasishiriki uchaguzi, wasiende kupiga kura na wakaenda kupiga kura, na nyinyi hamjashiriki, kwa maana hamtakuwa na wabunge, hamtakuwa na madiwani, na vyama vingine vitapata wabunge na madiwani, kwa maana hiyo mtakosa sifa ya kuwa chama kikuu cha upinzani. Hamuoni kwamba mtakuwa mmeanguka kisiasa? Na labda nikwambie kitu moja, hatujaanguka kisiasa kwa sababu unajua Charles, Watanzania sasa hivi wana uelewa mkubwa sana na wanaunga sana no reform no election, wanaunga mkono asilimia kubwa sana. Upinzani haiko kwenye majority ambao unavyoongelea kama udiwani ama ubunge. Chama kikuu cha upinzani. Yaani nikwambie kitu moja. Upinzani chama kikuu cha upinzani iko ndani ya mioyo ya Tanzania. Iko ndani ya nini? Ya mioyo. Ya mioyo ya Tanzania. Wewe jalishi kama hatujapata diwani. Mbona wakati wa Magufuli tulikaa miaka mingapi kwenye serikali hatujapata nani yote? Chadema si bado iko imara. So walisema tujashiriki uchaguzi, Chadema imekufa. Haya, Ngoma naona sasa hivi no reform no election. Makamu mwenyekiti anachokifanya nchi imenyanyuka kwa sababu Watanzania wako tayari, wanahitaji mabadiliko na hawadanganyi, wanaelewa kinachoendelea. Mtazamaji, huyu ni katibu mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Kaskazini, lakini pia ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Rumeru, akizungumza kuhusiana na mustakabali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na hayo ambayo yanaendelea kule mitaani. Na sasa hatima ya Chadema ni ipi baada ya uchaguzi huu? Hatima yenu ikoje? Kwa sababu hamtashiriki kwenye uchaguzi kama ninavyosema mpaka mabadiliko yafanyike. Hiyo nasema no reform no election, na hakuna election nyingine zinazotarajiwa sasa hivi hapa kipindi cha uchaguzi, maana tunakaribia uchaguzi. Hatima ya Chadema ikoje? Hatima ya Chadema iko vizuri, na hatima ya Chadema tunaendelea kusimamia no reform no election, na mimi niombe Watanzania waendelee kuunga mkono no reform no election, kwa sababu tukipata ile reform, kura ya Mtanzania itaheshimika na itathaminiwa. Na nikwambie jambo moja, hatima yetu iko vizuri. Na kwa muda ambao wanasema sasa hivi kwamba hatuwezi kufanyia amendment, waongo. Kuitishwa kwenye bunge la dharura kama wana nia njema ni kitu ya wiki moja. Utaleta muswada, utafanyia amendment hizo sheria. Yaani ni muda mchache tu, lakini ni watu ambao hawana dhamira kufanyia amendment, shauri ya uoga uchaguzi. Wao sisi Chadema tuko imara, na niombe wa Tanzania tuendelee kuunga no reform no election ili kura ya Mtanzania ikaheshimike, ili ukienda ukipiga kura kumchagua kiongozi, mchague kiongozi unayempenda, tunachaguliwa na watu wengine. Na mtazamaji, hapa tunafikia mwisho kabisa wa mazungumzo yetu na katibu mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Kaskazini, na pia ni mwenyekiti wa wilaya ya Rumeru Chadema. Pengine wito wako ama maneno yako ya kuhitimisha kabisa mazungumzo yetu ni yapi kwa Tanzania wanaokutazama na kukusikiliza? Wito wangu kwa Tanzania, msikate tamaa. Mbele kuna mwanga, na ili dhahabu ing'ae lazima ipite kwenye moto, uitang'aa. Maana yake nini? Tuendelee kuunga Chadema mkono na ziara ya makamu mwenyekiti na uongozi wa kitaifa, tuhakikishe kwamba inakolea no reform no election popote pale. Ili wamesema kumfunga Lissu kama ndo Chadema itakufa. Chadema ni mpango wa Mungu, Chadema haiwezi kufa. Tunaendelea na mtiti na tunamunga makamu mwenyekiti mkono na viongozi wa kitaifa. No reform no election italeta matumaini makubwa na ukombozi katika taifa letu. Mungu akubariki sana. Mimi nakushukuru sana kwa fursa na mazungumzo. Nakushukuru sana. Asante sana ndugu. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana. Na mpaka wakati mwingine, kwa leo hatuna la ziada. Nishukuru sana kwa kufuatilia, lakini pia nimshukuru kiongozi kwa kuweza kupata wasaa kuzungumza nami wakati mwingine. Hadi wakati mwingine, hatuna la ziada. Asante na kwaheri. Asante sana.